Watanzania wenzangu, leo ninazungumza nanyi sio kuhusu bei ya mafuta. Ninazungumza nanyi kuhusu maisha ya watu. Ninazungumza nanyi kuhusu nauli za kila siku. Ninazungumza kuhusu unga, mchele, samaki, mboga, maziwa, mayai na bidhaa muhimu mezani kwa mwananchi. Ninazungumza kuhusu mamalishe anayenunua bidhaa asubuhi na kuuza jioni. Ninazungumza kuhusu mfanyakazi anayelazimika kupanda daradara kila siku kwenda na kurudi kazini kwa mshahara ule ule ambao hujapanda. Lakini maisha yakiwa yanapanda bei, ninazungumza kuhusu bodaboda, bajaji, wafanyabiashara wadogo, wakulima, wavuvi, wasafirishaji na familia za kipato cha chini na cha kati. Leo wanabeba mzigo mkubwa zaidi wa uchumi baada ya hiki kinachoitwa upandaji wa bei ya mafuta. Ukweli wa haya yote ni kuwa kupanda kwa bei ya mafuta sio tu habari ya nishati, ni habari ya gharama za kuishi. Ni habari ya mfumuko wa bei. Ni habari ya uwezo wa mwananchi kuendelea kuishi kwa heshima, na kwa sababu hiyo leo tunapaswa kusema ukweli kwa uwazi, kwa takwimu na kwa ujasiri. Watawala batili wa CCM, hata katika ubatili wao, ni lazima waambiwe kwa nguvu ya umma, na umma uwalazimishe kufanya kile kilicho cha haki na ambacho wananchi wanakitaka ili kuwapa ahueni ya maisha. Ndugu wa Tanzania, kwa mujibu wa takwimu za EWURA za mwezi Aprili, bei elekezi ya mafuta zimefikia viwango kama ifuatavyo: petroli shilingi 3,820 mpaka shilingi 4,017. Hii 4,017 nazungumzia Tarime, nazungumzia Kigoma, nazungumzia maeneo mengine ya kanda ya Ziwa.